Alhamisi njema ya Novemba 13 mwaka 2025. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linaendelea na shughuli zake hapa makao makuu ya nchi Dodoma, bungeni Dodoma. Leo katika kikao cha 3, mkutano wa kwanza bunge la 13, shughuli zinaendelea. Jana ilikuwa ni kazi ya kuendelea kuwaapisha wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikianza asubuhi na kuhitimishwa mchana. Na tunakumbuka katika kikao cha kwanza tulimpata hapa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Musa Azan Zungu. Leo katika siku ya 3 kuna kazi zitaendelea hapa. Kutakuwepo na kiapo cha uaminifu na ahadi ya uzalendo kwa wabunge. Unaweza kujiuliza, mbona jana shughuli ya kuapishwa imekamilika, iweje tena leo? Leo hakuwepo mbunge mmoja, mbali kwa katika majukumu mengine ni Balozi Hamisi Musa Omar, ni miongoni mwa wale 6 walioteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo kabla ya shughuli nyingine zote, baada ya dua kufanywa hapa kuliombea bunge, yeye ataapishwa ili kuungana na wabunge wengine kutengeneza ile idadi ya 392 watakaohudumu kwa bunge hili la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia kutakuwepo na shughuli ya kuthibitisha uteuzi wa waziri mkuu. Hiyo kazi itafanyika hapa, na pasi na shaka Watanzania wengi wanaisubiri kujua nani atakuwa waziri mkuu wa 12 wa Tanzania tangu tupate uhuru mwaka 1961. Lakini leo kutakuwepo na kazi ya uchaguzi wa naibu spika. Atachaguliwa hapa bungeni kushirikiana na Mheshimiwa Musa Azan Zungu, spika ambaye hivi sasa ndio anaingia bungeni na mbeba siwa akimuongoza kuelekea katika kiti chake kwa ajili ya kuendesha shughuli za bunge hivi leo. Lakini pia kutakuwa na kiapo cha naibu spika huyo ambaye atachaguliwa na wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya ndio matukio makubwa muhimu yatakayochukua nafasi hivi leo hapa bungeni Dodoma. Karibu sana, tuwe pamoja. Mimi ni Sero Mafuru na shirikiana na watangazaji wenzangu kwa upande wa lugha ya alama Jen Malumbo, lakini pia na Kudra Munisi watakao kufikishia matangazo haya kwa njia nyingine hiyo. Spika wa bunge anakiendea kiti chake tayari kwa kuanza shughuli hapa bungeni Dodoma, na mimi ni kualike tuungane pamoja hadi kaditama ya siku hii muhimu sana ya leo inayosubiriwa na Watanzania wengi. Sasa ni wakati wa dua. Dua ya kuombea nchi yetu na kuombea bunge. Ee Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge ya mataifa ili haki yako itendeke. Tunakuomba ubariki nchi yetu, idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Umjalie rais wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan hekima, afya njema na maisha marefu, ili pamoja na mshauri wadumishe utawala bora. Utongezee hekima na busara sisi wabunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na utupe uwezo wa kujadili kwa dhati mambo yatakayoletwa mbele yetu leo, ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi wa nchi yetu. Amina. Mheshimiwa, tukae. Katibu. Kiapo cha uaminifu na ahadi ya uzalendo kwa wabunge. Kiapo cha uaminifu. Mheshimiwa Balozi Hamisi Musa Omar. Mheshimiwa Balozi Hamisi Musa Omar.
Mimi Hamis Musa Omar nathibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyoweka. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Hamis Musa Omar kwa heshima kubwa ninaahidi mbele ya bunge tukufu kuwa nitakuwa mtiifu na mwaminifu kwa nchi yangu Tanzania, na kwamba ninaahidi kuilinda, kuitumikia na kuitetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nguvu zangu zote na moyo wangu wote. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mheshimiwa Bunge, sasa tutasubiri hatua yetu ya pili, uthibitisho wa Waziri Mkuu. Nitamwomba Katibu asome maelezo mawili matatu kwa sababu namna utaratibu utavyokuwa. Karibu Katibu. Mheshimiwa Spika, utaratibu wa kumthibitisha Waziri Mkuu bungeni ni kama ifuatavyo. Mara baada ya kiapo cha uaminifu kwa mbunge, Spika atapokea hati ya uteuzi wa Waziri Mkuu toka kwa Rais. Baadaye Spika atajulisha bunge juu ya kupokea hati ya Rais kuhusu uteuzi wa Waziri Mkuu ili athibitishwe na bunge. Spika atafungua bahasha yenye hati hiyo mbele ya bunge na kusoma mbele ya bunge jina lililopendekezwa na Rais na kutaka bunge kutekeleza wajibu wake kwa mujibu wa ibara 51 ibara ndogo ya pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa, tuna zoezi zito sana, naomba mtulie. Spika anaweza kusitisha shughuli za bunge ili kutoa nafasi kwa mwanasheria mkuu wa serikali kuandaa azimio na kumthibitisha waziri mkuu na katibu wa bunge kuandaa karatasi za kura. Baada ya bunge kurejea, Spika atamwita mwanasheria mkuu wa serikali ili atoe hoja kwa kuwasilisha azimio na kumthibitisha waziri mkuu mteule kwa mujibu wa ibara 52 ibara ndogo ya pili ya Katiba. Katika maelezo yake anaweza kuelezea mamlaka na wajibu wa waziri mkuu kama ilivyoainishwa kwenye ibara 52 ibara ndogo ya kwanza, ya pili na tatu ya Katiba. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Bunge, leo hatutengui kanuni za Bunge, sababu anayeleta hati hiyo ni mwanajeshi na ni askari, na wao